Habari za leo. Mzee Warioba kuna kauli ameisema nimeipenda, kwamba Tanzania tulipata uhuru mnamo mwaka 1961, lakini uhuru wa nchi, uhuru wa taifa haimaanishi ndio uhuru wa mwananchi, kwamba taifa laweza kupata uhuru lakini mwananchi, yani nchi, taifa laweza kupata uhuru lakini mwananchi wa hilo taifa asio huru. Ni kauli nzuri sana ya mzee Warioba ambayo kwa kweli haikinzani na maandiko matakatifu ya kwamba kichwa chenye mvi siku zote kiheshimiwe, kinakuwa na busara, kinakuwa na maarifa na hekima za kutosha. Kwa hii kauli ya mzee wetu nimeipenda sana, lakini kauli hii ni kauli nzuri. Hakumaanisha au hamaanishi kwamba mwananchi wa Tanzania hayuko huru au hana uhuru. Hapana. Lakini alisema kauli hiyo ikiwa ni kama kauli ya tahadhari, kama kauli ya tahadhari, na nikaipenda. Na mimi niseme hivi kwamba Tanzania kupata kwetu uhuru mwaka 1961, tukawa huru dhidi ya utumwa wa mkoloni, lilikuwa ni jambo jema ambalo lilihasisiwa na wazee wetu akiwemo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Walifanya kazi nzuri sana. Ninadhani haikuwa kazi nyepesi kiasi hicho, kwa sababu yule aliyekuwa anatawala kwa maana ya mkoloni, kumuondoa ndani ya nchi, ndani ya koloni lake, pia haikuwa jambo jepesi. Haikuwa jambo jepesi kwa sababu naye obvious, bila shaka alipenda kuendelea kutawala, kukolonize. Sasa kitendo alichokifanya wazee wetu hao cha kuipatia Tanzania uhuru dhidi ya huyo mkoloni pasipo umwagaji wa damu, kilikuwa kitendo kizuri sana. Kwa hiyo nadhani siku zote tutawakumbuka wazee wetu hawa. Ni maombi yangu kama mtumishi wa Mungu kwamba kwa vile hatuko tena chini ya ukoloni, sasa Mungu atusaidie kwamba tusije tukajikuta tunakuwa chini ya ukoloni mamboleo. Ukoloni mamboleo ambao unaweza pia ukatutesa kwa njia moja ama nyingine. Tukawa free, tukawa huru dhidi ya ukoloni, tukajikuta tunaendelea kuwa chini ya utumwa wa ukoloni mamboleo. Kwa mfano, mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini ni mpiga kura pia. Ninayo haki yangu ya msingi ya kupiga kura. Lakini pia kabla sijapiga kura, huyu nitakayempigia kura lazima nimsikilize. Sio kwamba mimi kwa mtumishi wa Mungu basi tafumba macho nisinzie, basi nikurupuka hapo naenda napiga kura. Nampigia nani kura ambaye sijamsikiliza? Anasema nini? Sera yake ni ipi? Amefanya nini?
Hayo ni mambo ya msingi. Hali kadhalika ninawaongoza nao wanazo haki zao za msingi katika kupiga kura na kusikiliza huyu watakaye kwenda kumpigia kura. Sasa kauli ambazo zinakinzana na mitazamo yetu kama watumishi wa Mungu ni pale ambapo sasa nyakati kama hizi za harakati za siasa, kampeni, vitu vya namna hiyo, basi wanasiasa hawa wanaanza kutumia majukwaa yao wakitoa matamko ya kutaka kutuweka chini ya ukoloni mamboleo. Tuko huru dhidi ya ukoloni wa utumwa mkoloni, lakini matamko ni ya kuturudisha kwenye ukoloni mamboleo. Kwamba mtu anatoa tamko anasema msitumie viongozi wa dini, msitumie majukwaa yenu ya dini kusema siasa. Viongozi wa dini msitumie majukwaa yenu kuingilia habari za siasa. Viongozi wa dini msitumie majukwaa yenu. Yaani haya ni matamko ambayo kimsingi hayajakaa vizuri. Ni kwamba ni kutaka kutukolonize tena, au kama sio kutukolonize ni kwamba mentality, mitazamo yetu, mitazamo ya viongozi wetu wa Kiafrika in general, wa Kiafrika bado ina ukoloni. Basi bado kuna element za ukoloni basi kwenye mtazamo ya viongozi wetu wa Kiafrika. Bado kuna mitazamo ya Kiafrika, kuna element za Kiafrika. Kwa sababu huyu ambaye unasema kiongozi wa dini unasema asifuatilie, asiseme habari za siasa, lakini leo hii unamtaka akupigie kula. Unamzuia asifahamu habari za siasa, si ndio? Lakini unamtaka akupigie kula, maana unataka kula yake. Unataka kula yake. Sasa atakupigiaje kula kama hawezi kusikiliza? Atakupigiaje kula kama hawezi kufuatilia kuona sera zako ni zipi na zipi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo huu ni mfumo ambao ni wa kiukoloni, lakini unakuja vice versa ukiwa ni mfumo wa ukoloni mamboleo. Kama mtumishi wa Mungu ningeshauri serikali, ningeshauri nyinyi wanasiasa nyie, msituingize kwenye, yani kimsingi, yani sio kwamba nyinyi kwa wanasiasa mkawa viongozi, sio kwamba sisi wao wananchi wa Tanzania hawaelewi, hawajui, hawangamui, hawatambui. Hapana. Na viongozi wa dini msiwachukulie hivyo kwamba yani watu ambao basi hawaelewi. Kiongozi wa dini anayo haki ya kujua, anayo haki ya kufuatilia, anayo haki ya kujua kinachoendelea katika taifa lake, katika siasa za nchi yake. Kwa sababu siasa ni maisha. Naona ni maisha, na ni maisha ambayo yanawakombaini wote, viongozi wa dini na nyinyi wanasiasa. Naona sasa hizo kauli za ukoloni mamboleo sio nzuri. Na zinaanzaga hizo kauli kujitokeza kwenye nyakati kama hizi za pilika za uchaguzi na kampeni na vitu namna hiyo. Kwa hiyo nia ya matamko kama hayo, hizo nia zinakuwaga sio nzuri. Ni nia ovu za kiukoloni. Na nilishasema hapo nyuma kwamba ndivyo walivyofanikiwa wakoloni kuligawa bara la Afrika. Wakoloni walifanikiwa kuligawa bara la Afrika kwa kutumia matamko kama hayo, wakiongozwa na vitabu vya kidini. Sasa ndivyo inavyoendelea kuwa hivyo. Ndivyo inavyoendelea mpaka sasa. Na mwanzo nikisema Mungu alibariki taifa lake la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu aibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tunahitaji tusitoe matamko viongozi wa dini na viongozi wa siasa na viongozi wa serikali, matamko ambayo yanatupa mashaka kama hayo. Yanaanza kutoka sasa. Anayesimama viongozi wa dini msiseme hivi. Hapana.
Hapana, we are not under colonial rule. We are not. Tulichotoka chini ya utumwa wa mkoloni. Sasa tusirudishwe kwenye ukoloni ule ule kwa mfumo mwingine. Asante, niwatakie majukumu mema katika shughuli zenu. Mungu atusaidie sana. Asante.